Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka 2025. Novemba, mwinue Yesu juu kama mwombezi na hakimu wetu asiyekosea. Tumekuwa tukijifunza masomo mazuri robo hii. Leo ni Novemba 20. Tunapoenda kuiangazia mada isemayo wote tutasimama hukumuni. Mada hii imejengeka katika kitabu cha Warumi sura ya 14 aya 10. Neno la Mungu linasema, lakini wewe je, mbona wamhukumu ndugu yako? Au wewe je, mbona wamdharau ndugu yako? Kwa maana sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu. Tuko karibu na mwisho wa wakati. Majaribu kutoka nje yatakuja tele, lakini hebu na yasitoke ndani ya kanisa. Hebu watu wanaoitwa kwa jina la Mungu wajikane nafsi kwa ajili ya kweli na kwa ajili ya Kristo. Kwa maana sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu. Kila mtu anayempendeza Mungu atakuwa na roho ya Kristo na upendo mkubwa kwa wenzake. Kadiri moyo wa mwanadamu unavyokuwa na ushirika na Mungu na kadiri upendo wake unavyojikita kwa Kristo, ndivyo kuvurugwa kwake na mikwaruzo na magumu ya maisha yanayompata kutakavyopungua. Wale wanaokuwa na kufikia utu uzima, wanamume na wanawake katika Kristo Yesu, watazidi kufanana na Kristo kitabia, kuachana na tabia ya manung'uniko na kutoridhika. Watadharau kuwa watafuta makosa ya wengine. Katika nyakati hizi kanisa linatakiwa kuwa na imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja, itakayowasaidia kusema kwa ujasiri, Mungu ndiye anayenisaidia, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Bwana anatutaka kuamka na kusonga mbele. Mahali popote kanisa katika nyakati mbalimbali lilipoacha dhambi zao na kuamini na kutembea katika kweli, waliheshimiwa na Mungu. Katika imani na kutii kwa unyenyekevu kuna nguvu ambayo ulimwengu hauwezi kuihimiri. Utaratibu wa majaliwa ya Mungu katika uhusiano na watu wake ni mwendelezo, kuzidi kusonga mbele katika ukamilishaji wa tabia ya Kristo, katika njia ya utakatifu, kukua zaidi na zaidi katika nuru angavu na maarifa na upendo wa Mungu hadi mwisho wa wakati. Je, ni kwa nini kila mara tunajifunza kanuni ya kwanza ya mafundisho ya Kristo pekee? Bwana anazo baraka nyingi kwa ajili ya kanisa, ikiwa waumini watatafuta kwa bidii kuamka kutoka katika hatari ya uvuguvugu. Dini ya ubatili, maneno yasiyo na uzima, tabia isiyo na nguvu ya kimaadili, mambo haya yameonyeshwa wazi katika ujumbe makini unaohubiriwa na shahidi wa kweli kwa makanisa, ukiwaonya juu ya majivuno, mambo ya ulimwengu, urasmi na kujitosheleza. Lakini kwa wale wanaojishusha, wanaojitaabisha, waaminifu, wastahimilivu, wale ambao wanafahamu udhaifu wao na kutojitosheleza kwao, wanapewa maneno ya kutia moyo. Tazama, nasimama mlangoni na bisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, na yeye pamoja nami. Bwana wetu anakawia kwa sababu yeye huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba.
Lakini wakati sisi pamoja na wote waliokombolewa tutakaposimama kando ya bahari ya kioo, tukiwa na vinubi vya dhahabu na taji za utukufu, na mbele yetu ukuu wa milele, ndipo tutakapoona namna muda wa kusubiri ulivyokuwa mfupi. Heri watumwa wale ambao Bwana wao ajapo atawakuta wanakesha. Luka Mtakatifu sura ile ya 12 ya 37. Testimonies for the Church, gombo la 5, ukurasa wa 483 hadi 485. Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, leo ni Novemba 20, mada ikisema wote tutasimama hukumuni. Na kwa nukta hiyo, mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Ikiwa tumwamini Bwana, mbona tumejawa na mashaka kwamba hili atatenda kwa mahitaji yetu? Ikiwa tumwamini Bwana, mbona tumejawa na mashaka kwamba hili atatenda kwa mahitaji yetu? Hatuna mashaka na Bwana kwa atakayotenda mbele, labda tusahau yale aliyoyatenda nyuma, aliyoyatenda mwanzo. Hatuna mashaka na Bwana kwa atakayotenda mbele, labda tusahau yale aliyoyatenda nyuma, aliyoyatenda mwanzo. Yote kwa